Yes, karibu tena ndani ya Media Bukavu TV. Kwa majina anaitwa Nelson. Kwa muda wetu habari huyu wa saa 12 na dakika 20. Kama tayari wewe ni shabiki wa Media Bukavu TV, endelea kuungana na sisi katika muda wetu wa habari wa jioni ya leo. Leo tuna mengi ya kuzungumzia kupitia yote yanayopatikana katika ndani ya uwanja ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mbele ya kuzungumza mengi tofauti, inabidi kwanza nisalimie mashabiki zangu wengi kutokea ndani ya eneo tofauti: Lubumbashi, Katanga, Manyema, Kindu na ndani ya Walikale kuelekea sehemu ndani ya huko mara moja Katanga na kuelekea huko eneo ya Kasai Oriental mara moja na sehemu ya North Kivu na kuelekea mara moja huko Sud Kivu. Na katika muda huyu tunashukuru zaidi kwa kuwa pamoja na sisi katika habari zangu ama katika muda wangu wa saa 12. Na katika mada hii tuna mengi nitakuja kuwatangazia. Na shukuru zaidi kwa wale tayari wanaonisikiliza kutokea huko Amerika, ndani ya Australia, Canada, Belgique na kuelekea mara moja Norvege. Nenda kuwashukuru zaidi kupitia habari zetu huu za saa 12 na dakika 20. Kwa sasa leo nina mengi ya kuzungumzia kupitia yote tunaendelea kusikia katika ndani ya uwanja wa mapigano katika ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mara moja nakuja kuwapeleka katika vijiji tofauti. Kabla nilikuja kuwapeleka katika eneo tofauti, katika habari zetu mara moja nitakuja kuwapeleka mara moja eneo ya Kibumbe na kuja kuwapasha habari zingine kutokea eneo ya Masisi, mara moja Beni na katika ndani ulayani Fizi na kuelekea ndani ya Uvira na kuelekea mara moja uko Minembwe mara moja na muji wa Shabunda. Kwa sasa kuna mengi yameendelea kupatikana katika vijiji hivyo na katika eneo hizo na katika ndani ya teritwari ya Kabare. Kwa tayari kuna mengi nimeona na kuna mengi nimesikiliza katika mada ama katika muda wangu huyu wa saa 12 ama katika ripoti za habari zangu. Unajua tayari uko unanisikiliza katika habari zangu tayari unakuwa unaelewa haya nimeenda kuwatangazia na kuendelea kuonyesha katika muda huyu wa saa 12. Na sitaki kuwachokesha, ngoja nifungue kurasa zangu mara moja na kuja kuwapeleka uko ndani ya Kabare. Kabare katika eneo inayoitwa eneo ya Mbayo kama Kombe. Hizi ni eneo mbili za Mbayo na kama Kombe kulipitikana, yani tuliseme tangu asubuhi mapigano yalikuwa na waka tayari huko. Hatua wanajeshi wa M23 wanaendelea kuadvance na kuingia ndani ya teritwari ya Kabare. Kwa sasa kwa nini wanajeshi hawa wa M23 pari ya kurudi nyuma, hao wanaendelea kusonga mbele? Kumbuka huko ndani ya eneo ya Mbayo kuelekea ndani ya kama Kombe ni tuseme kama ni dakika kilomita 15, sio kama kilomita mawili tu na kuingia ndani ya parke Kauzi Biega. Na katika mapigano alikuwa katika eneo hili tangu asubuhi na kwa sasa muda huyu wa saa 12 na dakika 20 hatujajua ni wanani wameshindwa ama ni wanani, kwa sababu unakumbuka nimewatangazia kuambia wanajeshi wa M23 waliingia katika eneo ya Mbayo muda wa saa asubuhi na wakaingia katika eneo inaitwa eneo ya kama Kombe muda wa saa 2 ya asubuhi. Lakini katika muda wa saa hizi mambo ameendelea kuwaka moto katika sekta hili na kuja kuwapasha habari zingine kutokea katika eneo inaitwa habari zingine zinatokea katika eneo tofauti ndani ya jamhuri kutoka ndani wale maopoza kwa sasa wanaendelea kukabiliana na serikali ama kuendelea kukabiliana na rais wa jamhuri Felix Tshisekedi kwa kusema hawa hawataki constitution ibadilishwe. Kumbuka kwa sababu maopoza tangu jana leo wametoa kibarua kubwa zaidi na kutangazia raia population kuambia mambo ya constitution ama mambo ya kubadilishwa kwa mkatiba bado hakuna kuelewana. Kama unavyonisikiliza kupitia Media Bukavu TV, elewa tayari haya nenda kuzungumzia ni mambo ya harakati, ni mambo ya kueleza yoyote inaenda kupitikana katika ndani ya jamhuri ama katika eneo tofauti. Na katika habari zetu zingine na kuja kuwapeleka mara moja katika ndani ya mji, ndani ya teritwari wa Beni. Ndani ya teritwari ya Beni tangu jana na leo kumekufa watu 20 ndani ya sehemu inaitwa Ngadi. Eneo ya Ngadi kumekufa watu 20. Lakini katika taarifa letu wanajeshi hawa wa ADF wanaendelea kuua watu wenye hawana hatia.
Na ukiangalia mauaji wanaendelea kufanya katika eneo tofauti ya huko ulayani Beni, wanatesa wale watu wenye hawana hatia, tuseme nini, ni wale watu wenye hawana uwezo yote. Ukiangalia wale wanaofariki mara kwa mara ni watu wale wa kimaskini, hakuna mtu yote ana fedha anaofariki na wanajeshi wa ADF. Kumbuka hili katika mapigano ya ADF, hawa watu ni watu wanaangalia ili waue raia inabidi kwanza wakishika ule mtu mwenye ana fedha mara moja wakimua, wakishika mwenye kona pesa awe na ile kitu inaitwa asia ya uoga. Kwa sababu gani? Hili tayari wakipigia nyumbani kwao mara moja akabizi pesa. Mliona kama tangu juzi jeshi la FARDC liendelea kufanya kitu inaitwa operation ya kukomboa ama ya kurejesha wakaaji ama raia wale walikuwa wameshikwa na wahasi wa ADF. Lakini ukiangalia vizuri kidogo, ukiangalia kwa wale wote wamesha kurejea ama wametoka katika mikono ya wanajeshi ya ADF, hakuna mtu yeyote ana uwezo, maskini wote ni watu familia yao wana uwezo na chochote. Kama tayari mlivyoona kijana huyu aliyokufa msanii wa comedian kutokea hapo Beni, mara moja mliona tayari ingekuwa kwao walikuwa na uwezo hangishikwa mara moja ili akuje kuitishwa pesa, lakini mara moja waliona maisha yao pia ni mbovu na maisha yao ni mbaya. Ndio maana naambia kwa sasa taarifa zetu mara moja zingine zinaonekana kabisa. Vijana kutokea ndani ulayani Beni kwa sasa tangu jana tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka wa 2026 wamezunguka vijiji tofauti, kwa sababu hao wanasema hawategemei kwa sasa serikali ama hawategemei FARDC kwa sababu ya kuendelea kuprotege raia ama kukinga raia kila sehemu popote. Kumbuka hao wanasema bado tangu Mangese akufe, mwanamuziki ule ama msanii ule Mangese alikufa. Sasa raia population wote kutokea ulayani Beni, wote ndani ya teritoria ya Beni waliamuka wote pamoja kwa kushikana hili waanze kuprotege raia population. Na kwa sasa ukiangalia kwa sasa walianza mambo ya mkaguo moja kwa moja mpaka wamezunguka vijiji kadhaa. Hebu sikiliza vijiji wamezunguka, na mpaka kwa sasa waliingia katika kijiji kinaitwa kijiji cha Tikai, kijiji cha Tikai, Luenzoro, Kasabi, Masiani, Buhikene na katika kijiji cha Wenehona. Hizi ni vijiji kwa sasa wameisha kuzunguka karibu vijiji visita ndani ulayani Beni, lakini kijiji kimoja kinaoitwa Luenzoro, hapo kuna maneno mengi zaidi walizungumzia katika eneo ya Luenzoro muda wa saa 8 wa usiku kuamkia leo tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka wa 2026. Katika habari hizi walijimenya hapa na kusema tayari kwa sasa raia population ama raia wajikinge na wajitegemee wenyewe, wasitegemee serikali, kwa sababu serikali kuna gisi wanaweza kuwa wamecheza na ADF, wanakula fedha za ADF hili wakiwa wanaingilia katika sehemu fulani wasikuje kuwashambulia. Kwa sababu gani? Hili lilionyesha wakapeana mfano bora kusema tayari hatua watu 10, wale watu 13 waliofariki katika kambi hili la wakimbizi walikuwa katika eneo karibu kilomita 2 tu na kwenye kambi la jeshi kwenye limekaa. Kwa sasa hili limeleta wosi, limeleta woga kwa watu ama raia population wote wako katika eneo hili la Seta. Kama unavyonisikiliza mara moja, katika eneo walizungumza tena maneno mengine kutokea eneo ya Kasabi. Eneo ya Kasabi wa vijana wa hapo, kwa sababu kila eneo walikuwa kipita katika eneo ya Tikai, eneo ya Luenzoro, Kasabi, Basia. Kwa sasa hizi ni eneo zote walienda naeka. Sasa vijana kila vijiji wote ama katika seta hili waanze kuwa nafanya patrol ama kufanya nini, wanajichungia security mara moja wakitembea. Ukiangalia security yao hawaifanye mchana, wanaifanya usiku, kwa sababu wahasi hao wanatumia mbingu za kuua watu muda wa usiku zaidi. Na katika habari zetu mara moja nakuja kuwapeleka ndani ya ulayani Fizi. Mara moja Fizi nako kumeonekana na mambo tofauti kuelekea ndani ya Mikenge. Nilieleza mara moja Mikenge katika mikono ya jeshi la M23, lakini katika taarifa zetu tuko nazo leo tena asubuhi kumeamkia tena mapigano katika eneo ya Bidegu na sehemu ya Kakenge. Kwa sasa hizi ni eneo kwa sasa FARDC na M23 wanakabiliana. Hatua kama FARDC iliacha katika eneo ya Mikenge, kwa sasa wakarejea kubaki katika eneo ya Bidegu na Kakenge. Kwa sasa
sasa hizi ni eneo tena mashambulizi imeendelea. Kwa sasa FARDC inasema basi kwa stika eneo ya Bidego haondoki, lakini katika taarifa yetu tunaona kabisa kama M23 wako katika eneo ya Mikenge. Lengo yao ni kuingia Fizi, ni kuingia Baraka na ndani ya eneo ya Point Zero. Na kama unavyonisikiliza kupitia Media Bukavu TV, endelea kusubscribe, like, comment, partage kila sehemu popote ili habari zangu mara moja zikufikie. Na katika muda huyu nakuja kukupeleka katika eneo tena ya Kamanyola. Eneo ya Kamanyola tena kuliondoka wanajeshi wa M23 muda wa saa 11 jioni asubuhi mapema kuelekea eneo ya Katoi, eneo gani ile? Eneo ya kuelekea Walungu. Walikuwa kielekea Kalungu, lakini wanajeshi wa FARDC wameweka mkabo sasa kufungia katika eneo ya Luvunge. Kwa sasa wanajua ama M23 wanaweza kuwa na mpango wa kufanya kudebrode katika ndani seta tofauti. Na kama unasikiliza moja kwa moja, endelea kusubscribe, like, comment ili habari zangu mara moja uzishare kila sehemu popote. Kwa majina ni Nelson katika muda wetu wa habari wa saa 12:20. Bye bye, Mungu awe pamoja na wewe. Bye bye. Chao chao, tuje kupatana kwa habari zetu za saa 1 asubuhi tarehe 10 mwezi wa 6. Asante sana, Mungu awe pamoja.